Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante. Bwana, tunafahamu kwamba tayari hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika imetamatika pamoja na hatua ya makundi ya kombe la shirikisho barani Afrika imetamatika, na tayari vilabu 8 ambavyo vimefuzu hatua ya robo finali ya klabu bingwa barani Afrika vimepatikana, na vilabu 8 ambavyo vimefuzu hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika navyo pia vimepatikana. Tunafahamu kwamba kwa Tanzania hakuna mwakilishi yoyote baada ya timu zote kutolewa, kwa maana ya Azam na Singida Black Stars ambao ndio walikuwa wawakilishi kwenye michuano ya kombe la shirikisho barani Afrika, lakini pia Yanga na Simba ambao wao walikuwa wawakilishi kwenye hatua ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika. Sasa vilabu ambavyo vimefuzu hatua ya robo finali kwa upande wa kombe la shirikisho barani Afrika bwana, kama ambavyo nimekujuza ni vilabu 8, na kwa sasa hatua inayofuata ni hatua ya robo finali. Sasa kabla ya hatua ya robo finali tuvifahamu vilabu 8 ambavyo vimefuzu kwa upande wa kombe la shirikisho barani Afrika. Bwana, Al Masry walifuzu kutoka Misri, wamefuzu hatua ya robo finali. AC Maniema kutoka Congo, hawa walikuwa kwenye kundi moja na Azam FC wakiwa na Wydad Casablanca, lakini pia wakiwa na Nairobi United. AC Maniema wametoboa kwenye hilo kundi na wamefuzu hatua ya robo finali. AC Otoho kutoka Congo Brazzaville wamefuzu kutoka hatua ya robo finali. Hawa walikuwa kwenye kundi moja na Singida Black Stars pamoja na CR Belouizdad. Kwa hiyo AC Otoho amefuzu. CR Belouizdad naye pia ameungana kwenye hilo kundi, ametoka na AC Maniema ndio ambao wamefuzu kwa hatua ya robo finali. Olympic Club Safi kutoka Morocco wamefuzu hatua ya robo finali. USM Alger kutoka Algeria wamefuzu hatua ya robo finali. Wydad Casablanca wamefuzu hatua ya robo finali, ambao ndio walikuwa kinara kwenye kundi la Azam, nao pia wamefuzu. Zamalek wamefuzu. Ukitazama kwenye hizi timu 8 ambazo zimefuzu kwenye kombe la shirikisho barani Afrika bwana, Morocco wametoa timu 2 kwa maana ya Wydad Casablanca pamoja na Olympic Club Safi, wakati Algeria wametoa timu 2 CR Belouizdad pamoja na USM Alger. Misri wametoa timu 2 Al Masry pamoja na Zamalek. Kongo wametoa timu moja na Congo Brazzaville wametoa timu moja. Unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo Waarabu ni kama hili kombe wamelipania kweli kweli. Kwa hiyo tusubiri kuona hatua ya robo finali itakuwaje. Kwa hizi ndio timu 8 ambazo zimetinga hatua ya robo finali ya kombe la shirikisho barani Afrika. Kwa upande wa kombe la klabu bingwa barani Afrika, ambapo wawakilishi wa Tanzania Yanga na Simba wao wametolewa, maana vilabu 8 ambavyo vimefuzu hatua ya robo finali na pamoja na Al Ahly kutoka Misri. Hawa walikuwa kwenye kundi moja na Yanga, wametoboa bwana, wakiwa ndio kinara wa kundi wakiwa na alama 11, wakiwa na alama 10 wametoboa, wakiwa na alama 10 wametoboa kwenye kundi hilo. Wakati Al Hilali kutoka Sudan nao pia wamepita, moja kati ya kundi ambalo lilikuwa ni gumu sana. Al Hilali akiwa na Mamelodi Sundowns, akiwa na MC Alger, akiwa na Lupopo kutoka Congo. Al Hilali anatoboa licha ya changamoto za kisiasa ambazo zinaifanya timu hii kuhamahama baadhi ya nchi kwenda kucheza ligi za nje, lakini bado haijazuia kabisa kuweza kutoboa hatua ya robo finali ya makundi ya klabu bingwa barani Afrika. AC FAR Rabat wametoboa, walikuwa kwenye kundi moja na Yanga. Kwa hiyo kwenye kundi la Yanga amepita Al Ahly na AC FAR Rabat wametoboa bana. Mechi ya mwisho kabisa ambayo pengine kama angefungwa Yanga angepita, lakini sare dhidi ya Al Ahly ndio ambayo ilifanya klabu ya AC FAR Rabat kuweza kupita, licha ya vurugu ambazo zilitokea, lakini haikuzuia kabisa AC FAR Rabat kuweza kupita. AS Tunis kwa maana ya Express de Tunis, kundi la Simba hili ametoboa, lakini Mamelodi Sundowns kwenye kundi la Al Hilali naye pia amepita. Kwa kwenye kundi la Al Hilali na Mamelodi Sundowns na Lupopo na MC Alger, Al Hilali na Mamelodi Sundowns ndio ambao wamepita, licha ya kukutana na ugumu kubwa sana Mamelodi, lakini ametoboa. Lakini tumeona na shule ambayo amekutana nayo Pyramids, mabingwa watetezi wa kombe hili la klabu bingwa barani Afrika. Fiston Kalala Mayele akiwa hajafanya vizuri, lakini wametoboa hatua ya robo finali ya michuano ya klabu bingwa barani Afrika.
RS Berkane kutoka Morocco. Hawa ni mabingwa, tunafahamu ndio mabingwa watetezi wa kombe la shirikisho barani Afrika. Nao pia wametoboa hatua ya robo finali ya klabu bingwa barani Afrika. Stade Malien, kundi la Simba hili, naye pia ametoboa kwenye hatua ya robo finali. Kwa hiyo hivi ndivyo vilabu 8 ambavyo vimetoboa hatua ya robo finali ya klabu bingwa barani Afrika. Kwa sasa kinachosubiriwa ni hatua tu ya robo finali ama draw ya robo finali, 8 na 8 na kwenda kukutana na 8 ili kuona ni kwa namna gani ambavyo robo finali inakwenda kuwa ngumu. Kwa hiyo iko hivyo bwana, hizo ndio timu 8 kwa upande wa kombe la klabu bingwa barani Afrika. Hizo ndio timu 8 kwa upande wa klabu, kwa upande wa kombe la shirikisho barani Afrika ambazo zimetinga hatua ya robo finali. Huko Tanzania tulikuwa kama tuna bahati mbaya hivi mara baada ya timu zote 4 kutolewa, licha ya kuwa kwamba uwezo mkubwa umeonyeshwa. Azam Sports Club wakifanya makubwa sana, wakiondoshwa kwenye michuano hiyo kwenye kundi wakiwa na alama 9, lakini Yanga wakiondoshwa kwenye kundi wakiwa na alama 8. Kwa unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo vilabu vya Tanzania pia vilikuwa vimejipanga kuhakikisha kwamba vinatoboa hatua robo finali, lakini bahati haikuwa kwao. Lakini wanasema kutoka kwenye hatua ya makundi ndiko ambako robo finali kunafuata kwenye michuano inayokuja. Kwa hiyo wasikate tamaa kwamba michuano mingine inakuja ya klabu bingwa barani Afrika pamoja na shirikisho, basi wajipange kuhakikisha kwamba wanakuja kuiwakilisha Tanzania vyema kwenye michuano inayokuja. Lakini moja kati ya michuano migumu kweli kweli, tumeona ushindani mkubwa kweli kweli. Mechi ya mwisho Yanga kishinda 3-0 dhidi ya JS Kabylie, lakini haikutosha wao kuweza kutinga hatua ya robo finali mara baada ya sare ya Al Ahly dhidi ya FAR Rabat. Lakini Azam FC pia wakakubali kichapo cha goli 2-0 dhidi ya Wydad Casablanca, moja kati ya mchezo mgumu, wakati ule pia wakiomba Nairobi United wamfunge AC Manema, lakini kitu ambacho kilikuwa ni tofauti. Kwa Singida Black Stars na Simba, wao waliondoshwa mapema, wala hawakusubiria ile michezo ya mwisho kwamba pengine inaweza ikatoa hatma, lakini wao walikuwa wanakamilisha ratiba kwa sababu tayari pointi zao zilikuwa ziwaruhusu kabisa kuweza kutinga hatua ya robo finali. Lakini mwisho wa siku ni kujipanga kwa michuano inayokuja ili kuweza kufanya vizuri zaidi. Lakini hizi ndio timu 8 ambazo zimefuzwa hatua ya robo finali kwa upande wa klabu bingwa barani Afrika, na kwa upande wa kombe la shirikisho barani Afrika bingwa mtetezi Pyramids akifuzu, lakini Al Ahly pia akifuzu. Na kama ambavyo nimekujuza, tumeona kule kwenye kombe la shirikisho barani Afrika Waarabu ni kama wamezamilia. Tazama kule timu ambazo zimefuzu ni almost Algeria timu 2, Morocco timu 2. Kwa unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo Waarabu wamezamilia pengine kulichukua ili kombe. Lakini kwenye upande wa klabu bingwa barani Afrika huku Waarabu bana wamepitisha, ukitazama kwenye upande wa kombe la klabu bingwa barani Afrika bana, Al Ahly ameenda, RS Berkane ameenda, FAR Rabat ameenda, AS Tunis ameenda, Pyramids ameenda, RS Berkane ameenda. Kwa ni timu 1 2 3 4 5 za Uarabuni zimefuzwa tu robo finali. Ukitazama timu nyingine ambazo zimesalia ni Al Hilal, Mamelodi Sundowns na Stade Malien. Kwa hiyo unaweza kuona ni kwa namna gani ambavyo Waarabu ni kama wamezamiria kuweza kuendelea kufanya vizuri kwenye hili kombe la klabu bingwa barani Afrika pamoja na kombe la shirikisho barani Afrika, lakini lolote linaweza likatokea. Tumeona ushindani mkubwa ambao Al Hilal wameutoa, tumeona ushindani mkubwa ambao Stade Malien wameonyesha. Kwa hiyo tusubiri na kuona kombe la klabu bingwa barani Afrika na kwenda kwa nani. Either Pyramids ataendelea kulitetea ama atanyang'anywa tonge. Lakini kwa upande wa kombe la shirikisho barani Afrika tuone ni nani ambaye anakwenda kulitoa mara. Usisahau kusubscribe, like na kubonyeza alama ya kengele. Asante.